Leo hii tuko na bonge moja la exclusive interview, nasi tukasema sisi ni wakina nani tukimtafuta mtumishi wa Mungu, mwimbaji wa nyimbo za Injili Miriam Chilwa, bibi harusi mtarajiwa, aweze kuzungumza na Watanzania, aweze kuzungumza na mashabiki yale mengi ambayo walikuwa wanatamani kuyasikia kutoka kwake. Mtumishi, habari? Salama, za wewe? Nzuri, uko vizuri? Mimi namshukuru Mungu niko salama kabisa, yani sina hata baya. Hakika tunaenda. Naenda. Unaenda? Naenda. Sawa. Nikupe ama tukupe hongera? Asante, nashukuru. Sawa. Ilikuwa ni siku ya mahari, umetolewa mahali. Ilikuwa ni surprise kwa Watanzania wengi, walipenda na kukupongeza. Pongezi ambazo zilitokana mara baada ya lile jambo, kwa upande wako ulizipokeaje? Namshukuru Mungu. Mimi huwa napokeaga yote, mema na mabaya. Kwa hiyo walionipongeza na washukuru, na walionitukana na washukuru pia. Kuna watu kwamba walikutukana baada ya kutolewa mahali? Mimi nasoma comment, yani mimi nikikuta picha yangu sehemu haijalishi na caption nzuri, huwa nakimbiliaga kwenye comment. Naweza nisimalize kusoma caption, lakini comment nitasoma mpaka nimalize zote, hata kama zikiwa 500. Nitasoma zote. Sawa. Siku ya mahali ulikuwa unaimba, nadhani ulikuwa pale mko na shangwe kwa umeimba wimbo huu. Tumeona watu wakachukua ile na kuanza kufanya challenge, wanasema naenda, wengine wanasema narudi, yalionikuta huko sijayaweza, nimeamua kurudi. Ile baada ya kuimba wimbo na ukatembea, ile clip ulitembea, watu wakaanza kufanya challenge, kwako ulipokeaje? Mimi nilipokea vizuri. Unajua, mtu anapofanya challenge ya wimbo wako inaashiria kwamba Watanzania wamepokea. Challenge ni moja wapo ya kufanya wimbo uende viral. Alafu pia mimi niliimba masiala. Unajua, tulikuwa na shangazi zangu wakaniambia, "Wewe unaimbaje? Nenda. Unampeleka nani? Imba naenda." Kwa mimi nikaimba naenda. Ndio maana uliona hata nilikuwa naimba kuna cheka hivyo. Sasa katika kuposti, aliyeposti Ellen Singers baada ya kuposti ikaenda viral. Mimi mwenyewe sikuelewa kama itakuwa kubwa kiasi hicho, yani kwa sababu ilikuwa tu moja ya shangwe yetu kama familia hivyo. Kwa hiyo namshukuru Mungu, kila kitu ni yeye ndio anapanga. Sawa, tunaona mastaa mbalimbali wamechukua na kuanza kuigizia huko TikTok, imetrend kina Deborah Lusinde, Lamata na wengine wengi. Umeipokeaje hiyo? Mimi nawashukuru kwa sababu wamenionyesha kwamba tuko pamoja, na natamani sana niwapate siku ya harusi wawepo. Unajua, mimi nimeona kwamba wamepokea kwa sababu wamefanya challenge na wenyewe wamefanya kwa nia nzuri moja. Unajua, unapokuwa mwigizaji ukikutana na kitu lazima na wewe utamani Kwa hiyo mimi naona tu ni kawaida, sio kwamba wamekosea, wamefanya tu vizuri. Nimeona dadangu Dora pale, mrefu mwenzangu. Nikamwona Sibomana, japo walimshambulia, lakini mimi sidhani kama alikuwa na makosa. Kila mtu na mtazamo wake. Mimi nilichokifanya nikamfuata yule dada inbox. Nimfuata Sibomana inbox. Majina mengi. Nikamwambia tulia, usijibu, kwa sababu kama mimi tu mhusika ninasemwa na nimefanya jambo zuri, sijaibisha taifa, wewe hawatakuacha. Kwa hiyo nikamwambia tulia, usijibu. Aliona message yangu japo hakujibu, lakini nadhani alinielewa. Yes. Nadhani Sibo, watu wengi walichukizwa na mara baada ya kufanya ile challenge, huko anapepesa macho, yani anafanya macho, watu wakasema tafsiri kwamba anakuigiza na anakukejeli. Kila mtu na mtazamo wake. Mimi sijui mimi nikoje. Mimi waga ni mtu mimi ni disminder sana kuna wakati. Kwa mimi nilimchukulia kama kafanya challenge, au mengine ni yeye mwenyewe na Mungu wake, na kama angekuwa na nia mbaya asingerudi kuomba msamaha, but niliona anarudi anaomba msamaha, jamani mnisamee na nini. Mimi nikaona tu nimtulize kwa kweli. Yeah. Sawa. Lakini pia swali kubwa ambalo nimeona watu wanauliza ni kutaka kujua umri wa Miriam, kwa sababu niliona kuna comment za watu wanasema kwamba mbona huyu jamaa ameenda kuoa mtoto mdogo. Miriam ni mtoto mdogo, hapaswi kuingia katika ndoa sasa hivi.
ni mtoto kweli. Kwa nini nakwambia ni mtoto? Mimi ni mtoto kwa wazazi wangu. Kwa wazazi wangu mimi ni mtoto, lakini kiumri namshukuru Mungu, mzee Chiro amekuza na utafuta wa 28 saa hizi. Japo kamwili kangu na kenye kananilinda, na kamwili kazuri kadogo. Sawa. Shemeji tumempata, na watu walikuwa, nimeona pia maswali, watu wanasema kwa nini shemeji siku ya mahali alikuwa amevaa mabegi mawili? Uliomba mwenye vigezo 15, hatimaye umempata mwenye mabegi mawili. Ile kwako kulikuwa na tafsiri gani, ama shemeji yale mabegi kulikuwa kuna nini mle ndani? Kulikuwa kuna vigezo amevibeba ama kulikuwa kuna vitu gani? Mabegi bwana, yale mabegi yana maana yake nyie jamani, msione kavaa mabegi. Tuanzie hapo kwenye mabegi. Begi la mbele. Ile begi la mbele ndio liliniheshimisha mwenzenu. Ndio ilikuja na mpunga wa mzee Chilwa. Begi la mbele lile. Ile la nyuma mwenzenu, niwaambie siri ya ile begi la nyuma kama mjui. Mnamlaumu kabeba mabegi mshamba. Ila niwaambie, si mnaniona mimi nipo mdogo. Nikichoka mwenzenu nabebwa anaweka kwenye ile begi anatembea. Ile begi la nyuma lile ndio ndo siri yake. Nikichoka naweka vimguu vyangu kwenye begi, anatembea mikono iko begani. Jamani nyie, lile begi lina raha yake. Kwa watu wasilijaji sana, msilijaji lile begi. Maana nimeona wengine wanasema ngoja amkorofishe ndo atajua maana ya ile mabegi. Mimi maana ya ile mabegi ninaijua mwenzenu. Lile la mbele lilikuja kuniheshimisha. Na naliheshimu kwa sababu ndio lilibeba kila kitu alichoagizwa na wakwe zake.